Kwema. Kwema. Leo unacheza? Ndio. Na tumemsikia Ibwe pale anasema timu yako ni mbovu, huenda Lamata kakugalagaza vibaya sana. Ibwe mtani wangu, lakini vile vile huu ni mchezo tu kwa kubadilishana ideas, kwa sababu kitendo cha kualika kampuni ni kwa sababu tunataka tu ushirikiano uendelee kudumu, na michezo ni afya, hasa kwa kipindi hichi cha mwezi wa Ramadhani. Mimi napendaga kujihusisha na michezo kwa sababu ni muda wa kutulia na kufanya ibada. Na kwanza pia idea ilianza wapi kuanzisha kitu kama hicho? Pia tumeona Mama Samia ndo mtu mkubwa ambaye amesikiza kitu kianzishwa. Nimeona mitandaoni kuna watu wengi wamesema mama mama kila kitu mama, kila mtu ana mapenzi yake. Kila mtu ana mapenzi yake. Sisi ni watoto wake. Umeelewa? Na anayoitendea Tanzania inatosha. Umeelewa? Ameshamaliza shughuli yake kama alivyokuwa amesema katika ilani, ameitimiza. Ama naongopa bwana wazee. Kabisa. Kwa sisi tunafanya vitu ambavyo mama anatudai. Umeelewa? Kwa furaha yangu tu nimejitolea. Au ukiangalia ndugu yangu Razali kutoka Zanzibar ameona ile jambo lina uzito, ametoka kaja mpaka hapa na ameniunga mkono katika hili jambo. Si jambo la mchezo, ni idea yangu tu ambayo nimeifikiria, nikasema acha nishirikiane na watu wangu ambao marafiki zake Mama Samia. Mwaka jana iliitwa Ramadan Cup. Tofauti na hiyo. Usichanganye unachanganya. Moja kutuende taratibu kwanza. Tuende taratibu. Subiri tuende taratibu. Mwaka jana kwenye Ramadan Cup timu yako ilishiriki na wewe ulicheza kwa asilimia kubwa sana. Mwaka huu timu yako tena inakuja kushindana kwenye hili ambalo umeliandaa wewe. Kipi ambacho kinakupa faraja kwamba hapa tunaweza tukaondoka na ushindi kama kawaida? Lengo sio hilo. Hilo sio lengo kabisa. Lengo ni kukutanisha companies na marafiki zangu, celebrities ambao wote tuko katika industry moja. Ndio maana nikaweka celebrities, kwa sababu ukizungumzia watu wa movie kina Lamata ni watu sana, na mimi pia niko huko. Na kampuni zote zingine zimeamua tu kujiunga na sisi na zimekuja nyingi. Ila ni kwa sababu tulisema timu 16 tu ili tuweze kupata magroup manne. Lakini mwamko ulikuwa ni mkubwa. Kwa hivyo hili ndio lilikuwa lengo. Na pia labda wangetamani mashabiki kujua kwamba labda kwenye trophy labda kutakuwa kiasi gani cha pesa ambacho mshindi wa kwanza atakuwa nacho. Hizo ni zawadi. Zawadi zitakuepo, na kuna mshindi wa goli bora, kuna mshindi wa uchezaji bora, kuna kipa bora, kuna mshindi wa kwanza atapata kombe vile vile na pesa taslim. Umeelewa? Kwa hivyo mpaka marefari pia, refari atakayecheza kwa haki, kwa sababu ndo yani kwa mara ya kwanza tunataka tuoneshe mpaka refari anapata pia zawadi. Labda pia kupitia hiki kikombe labda kuna baadhi ya wachezaji wengine ambao watapata fursa labda kwenda vilabu vingine vikubwa. Nimeambiwa viongozi wa mechi kubwa wanakuja hapa. Nimeambiwa wengi wanakuja kuangalia vipaji. Sasa elewa jambo. Kuna watu wanafanya kazi kwenye makampuni, kama Crown pale, mimi na vijana ambao wanajua mpira. Kwa kama watu viongozi wa timu tofauti watavutiwa nao, wataweza kuja kuwachukua. Na pia makampuni mengine pia na wachezaji lakini wafanya kazi. Umeelewa? Nahitaji wafanya kazi kutoka kwenye kampuni. Umeelewa? Sio wale vya boli. Umeona uwanja wenyewe hauruhusu kuweka watu professionals, lakini professionals sometimes wana play katika uwanja kama huu kwa kujifurahisha. Umeelewa? Niliona comment yako kuhusiana na Harmonize. Harmonize alikutagi kwamba timu kama ni mbovu usinisogelee. Wewe ukamwambia tulia, hauna uroto bwana mdogo. Hauamini kipaji cha Harmonize kwenye mpira? Kwa jinsi alivyoniambia yeye mwenyewe, naamini. Aliniambia yeye angekuwa sio mpira, angekuwa somo na mpira, muziki angekuwa kwenye mpira. So mimi nitamuona sasa, maana nilikuwa nasikia tu, nitamuona katika haya mashindano. Na kwenye hizi timu, pengine kuna timu ambayo uwezo wake unakufurahisha sana. Ni timu gani ambayo unaiona ile iko vizuri? Kwa kweli ndo tunaanza. Lakini Crown FC ndo anapenda. Ndo tunaanza. Kwa hiyo nitakuwa nikifuatilia mashindano haya ambayo yatakuwa yanaoneshwa na Crown Media. So yani nitaweza kujua hapo baadaye nitakapoona timu zinacheza. Na pia Alikiba kuelekea Simba na Yanga Jumamosi. Kwa kweli unajua wewe ni shabiki wa Simba. Una rai gani kuelekea mechi ya Simba na Yanga? Ni mechi ambayo inamgusa kila Mtanzania, kila shabiki wa soka wa Tanzania, na ni watani wa jadi, mechi ambayo ina thamani kubwa kutoka enzi na enzi. Kinachonigusa mimi inakuwa kama
kama itakuwa siku za kazi watu wanaona kabisa kwamba kuna relief baadaye itapatikana, umeelewa? Lakini kama ni siku ya weekend inaonekana kama ni siku kuu kabisa, siku ambayo Simba na Yanga wanacheza always. Na pia mmefululiza kufungwa zaidi ya mara 4 na Yanga. Unafikiri labda msimu huu mtalipiza kisasi dhidi ya Yanga? Mpira una matokeo matatu haya. Kuna kufungwa, kudraw na kushinda. Na nataka timu yangu iweze kushinda Simba. Na sina maana kusema kwamba kwa sababu ya kulipiza kisasi, ukiwa unapania mpira una formula. Kila kitu kinatakiwa kiwe katika wawe na composure, wacheze vizuri, waangalie na jinsi gani ya kuweza kutufurahisha sisi mashabiki wao. Na imani na timu ya Simba. Mfalme, mimi naamini hili, kila mtu akisikia sauti yako anatamani kulisikia hili. Kile ambacho la mwisho tu kuhusiana na Master J. Any comment Mfalme? Come on. Muda wa game. Any comment yani? Muda wa game. Kwema. Kwema. Leo unacheza. Ndio. Na tumemsikia Ibwe pale anasema timu yako ni mbovu, huenda Lamata kakugalagaza vibaya sana. Ibwe mtani wangu, lakini vile vile huu ni mchezo tu kwa kubadilishana ideas, kwa sababu kitendo cha kualika kampuni ni kwa sababu tunataka tu ushirikiano uendelee kudumu, na michezo ni afya, hasa kwa kipindi hichi cha mwezi wa Ramadhani. Mimi napendaga kujihusisha na michezo kwa sababu ni muda wa kutulia na kufanya ibada. Na kwanza pia idea ilianzia wapi kuanzisha kitu kama hicho? Pia tumeona Mama Samia ndo mtu mkubwa ambaye amesikiza kitu kianzishwa. Nimeona mitandaoni kuna watu wengi wamesema mama kila kitu kila mtu ana mapenzi yake. Kila mtu ana mapenzi yake. Sisi ni watoto wake. Umeelewa? Na anayoitendea Tanzania inatosha. Umeelewa? Ameshamaliza shughuli yake kama alivyokuwa amesema katika ilani, ameitimiza. Ama naongopa bwana wazee. Kabisa. Kwa sisi tunafanya vitu ambavyo mama anatudai. Umeelewa? Kwa furaha yangu tu nimejitolea. Au ukiangalia ndugu yangu Razali kutoka Zanzibar, ameona ile jambo lina uzito, ametoka kaja mpaka hapa na ameniunga mkono katika hili jambo. Si jambo la mchezo, ni idea yangu tu ambayo nimeifikiria, nikasema acha nishirikiane na watu wangu ambao marafiki zake Mama Samia. Mwaka jana iliitwa Ramadan Cup. Tofauti na hiyo. Usichanganye Moja kutuende taratibu kwanza. Twende taratibu. Subiri twende taratibu. Mwaka jana kwenye Ramadan Cup timu yako ilishiriki na wewe ulicheza kwa asilimia kubwa sana. Mwaka huu timu yako tena inakuja kushindana kwenye hili ambalo umeliandaa wewe. Kipi ambacho kinakupa faraja kwamba hapa tunaweza tukaondoka na ushindi kama kawaida? Lengo sio hilo. Hilo